mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Wazazi, walezi na wanajamii nchini wametakiwa kuacha kuwazuia au kuwaogopesha watoto wao kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Ujenzi wa kituo cha afya cha kata ya Nanda wilayani Mbogwe mkoani Geita unatarajiwa kuwapunguzia adha wananchi wanaofuata huduma za afya kwenye vituo jirani. Na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema kuwa linasitisha msaada kwa wanawake na watoto 650,000 wenye utapiamlo nchini Ethiopia kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Habari kamili. Kasulu. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Stergomena Tax amewataka wazazi, walezi na wanajamii kuacha kuwazuia au kuogopesha watoto wao kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Dr. Tax ametoa rai hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kukagua na kuzindua majengo mbalimbali yaliyojengwa na serikali kwenye kikosi cha 825 KJ Mtabila wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Amesema mafunzo hayo yanaweza kuwa ya kwa mujibu wa sheria au kujitolea na kusisitiza kuwa ni muhimu kwa mustakabali wa taifa na yanawajengea watoto uzalendo na kuipenda nchi yao. Unachokipata kule utateswa. Haya yote ni maneno ambayo sio ya kweli kabisa. Kwa hiyo haya yote yanayosemwa sio sahihi kabisa. Kwa hiyo wazazi mwe mstari wa mbele, kwa sababu ulinzi wa nchi ni sisi wananchi wenyewe. Ujenzi wa taifa letu ni sisi wananchi wenyewe. Kwa hiyo usipomruhusu mtoto wako ukampa nafasi ya kwenda kulitumikia taifa lako, ina maana kwamba unamnyima haki ambao baadaye anakuja kujuta kwamba ningepata ile nafasi anapowaona wenzake wamemaliza. Kwa hiyo tutumie uwekezaji huu na tuwe mstari wa mbele kuhamasisha watoto wetu, lakini hata jamii kwa ujumla wake. Mbogwe. Mbunge wa jimbo la Mbogwe mkoani Geita Bwana Nicodemus Maganga ameahidi kushughulikia ujenzi wa kituo cha afya cha kata ya Nanda ili kuwapunguzia adha wananchi wanaofuata huduma za afya kwenye vituo jirani. Maganga ameeleza hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Nanda wilayani Mbogwe kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi na kueleza mipango ya serikali. Amesema katika kuanza ujenzi wa kituo hicho anachangia mifuko 150 ya saruji wakati akisubiri bajeti kutoka serikalini. Tukiwa mle ndani mmeongea watu zaidi ya 8 kuhusiana na swala la kituo cha afya. Nimekuja ili tufanye mchakato kama ifuatavyo Nanda. Nilikuwa nimetoa mifuko 100, nimeenda kuliangalia eneo la kituo ni zuri, limenifurahisha. Nitawapa mifuko 150 Nanda kwanza ili kusudi mwanze kupambana kidogo kidogo kukijenga hicho kituo. Nitaenda kulia na serikali kuu ili itoe pesa za kituo cha afya cha Nanda, na walinipa masharti kwamba wahamasishe wananchi wako kwanza uanze kufanya ili na sisi serikali kuu tuje tukushike nini mkono. Ndio maana nimeanza na mifuko 150. Hata hivyo wananchi wa kata hiyo wamesema ujenzi utakapoanza na kukamilika utasaidia kuondokana na changamoto zinazojitokeza zikiwemo za baadhi ya wakina mama kujifungulia njiani. Kulingana na mradi huu wa kituo cha afya kuna changamoto kubwa sana. Kwa mfano changamoto ya masuala mazima ya huduma ya afya. Kwa mfano akina mama wajawazito, kuna sheria kwamba mama ambaye anajifungua nzao ya kwanza inatakiwa aende kituo cha afya. Kuna umbali mrefu sana, lakini kutokana na mradi huu wa kituo cha afya ninaamini kuwa itakidhi mahitaji ya wananchi wa kata hii. Kijifungulia njiani na uchungu sasa hospitali ni mbali. Lazima tu na lenyewe linakuja, ukianza kwenda unajifungulia njiani. Fika huko unaambiwa nenda katani kaombe barua ndio tuje tukuhudumie. Bunda. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Dr. Emmanuel Nchimbi amesema kuwa 90% ya wakazi wa kata ya Nyatwali wilayani Bunda mkoani Mara wameshalipwa fidia ili kupisha serikali kuliweka eneo hilo kuwa sehemu ya hifadhi ya taifa Serengeti. Dr. Nchimbi ametoa kauli hiyo jana wilayani Bunda mkoani Mara wakati akizungumza na wananchi akiwa njiani kuelekea Msoma mjini kuendelea na ziara ya siku 5 katika mkoa huo.
lakini kuna baadhi ya wananchi wachache bado wana malalamiko kuhusu kiwango walicholipa. Sasa ni watake wananchi wa Nyatwali, utaratibu wa kulalamika ni mzuri kama unalalamika kwa njia ya amani, na hasa kama jambo lenyewe linalofanyika linakusudia kuleta maendeleo katika nchi yetu. Tumekubaliana kwamba eneo hili tutumie kwa utaratibu huu, tumekubaliana tulipane. Basi kama mtu ana malalamiko, tupate utaratibu mzuri, na mkuu wa mkoa ushirikiane na waziri wa utalii, na nimeongea naye kwa simu leo, nimemwelekeza kushirikiana na wewe kuhakikisha kero za watu wa Nyatwali zinaondolewa, na nimeambiwa malipo ya mwisho kabisa ya watu 10% iliyobaki yako kwenye hatua ya mwisho kulipwa na hazina. Aidha, kupitia mkutano huo aliofanya Bunda mjini, Dr. Nchimbi amemwagiza waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba kuhakikisha kuwa fedha zilizobaki zinalipwa kwa wakazi hao ndani ya muda mfupi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Windhoek. Wizara ya Kilimo, Uvuvi, Maji na Mageuzi ya Ardhi nchini Namibia imethibitisha kutokea kwa mlipuko wa nzige katika mkoa wa Zambezi, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa jana, mkurugenzi mkuu wa wizara hiyo Ndiyakupi Ngituwamata amesema mlipuko huo kwa mara ya kwanza uliripotiwa mwanzoni mwa mwezi Februari kufuatia mvua kubwa zilizonyesha. Amesema nzige wameonekana katika kanda za mafuriko za Ibu karibu na mto Chobe na pia katika majimbo 11 ya mkoa wa Zambezi, na kuongeza kuwa mvua kubwa zimetoa mazingira mazuri kwa nzige hao kuzaliana. Amewataka wakulima kutoa taarifa mara moja kwa kituo cha maendeleo ya kilimo kilicho karibu mara wanapoona kundi la nzige ama wadudu. Geneva. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema kuwa linasitisha msaada kwa wanawake na watoto 650,000 wenye utapiamlo nchini Ethiopia kwa sababu ya ukosefu wa fedha. WFP limeonya kuwa kundi hilo la wanawake na watoto litakuwa miongoni mwa watu milioni 3.6 nchini Ethiopia ambao hawataweza tena kupata msaada wa chakula katika wiki zijazo bila ufadhili mpya wa dharura. Mkurugenzi wa WFP nchini Ethiopia, Zlatani Mizlik, ameliambia shirika la habari la AFP kuwa anadhani ni wakati muhimu kukumbusha ulimwengu na wafadhili wao wengine kwamba hali ya kibinadamu nchini humo sio nzuri sana na kwamba itazidi kuwa mbaya. Katika taarifa yake, WFP imesema inalazimika kusitisha matibabu kwa wanawake hao na watoto mwezi Mei kutokana na uhaba huo wa fedha, na kuongeza kwamba ilikuwa imepanga kuwafikia kina mama na watoto milioni 2 kwa msaada wa lishe ya kuokoa maisha mwaka huu wa 2025. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wazazi, walezi na wanajamii nchini wametakiwa kuacha kuwazuia au kuwaogopesha watoto wao kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Ujenzi wa kituo cha afya cha kata ya Nanda wilayani Mbogwe mkoani Geita unatarajiwa kuwapunguzia adha wananchi wanaofuata huduma za afya kwenye vituo jirani. Na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema kuwa linasitisha msaada kwa wanawake na watoto 650,000 wenye utapiamlo nchini Ethiopia kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Waza Wazua. Msikilizaji, kama unaogopa kuchukiwa, basi haustahili kufanikiwa, kwa sababu kivyovyote vile hakuna maendeleo yasiyokuwa na chuki. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.